Haleluya. Haleluya. Barikiwa mtu wa Mungu, na wewe ni wakati mwema. Leo natamani kushare kitu kimoja, jinsi gani mtu unaweza ukatembea katika mtembeo wa Mungu na ukaweza kupata kibali na baraka katika maisha yako ya wokovu. Kitu cha kwanza, kama unatamani kutembea au unataka kutembea katika mtembeo wa Mungu na uweze kupata baraka na uweze kupata mafanikio katika maisha yako ya wokovu, unatakiwa uishi maisha ya kumtumainia Bwana. Unapomtumainia Bwana, ina maana wewe tumaini lako umeliweka kwa Mungu. Tumaini lako haujaweka katika vitu, haujaweka katika watu, haujaweka katika elimu au cheo ambacho ulichokuwa nacho. Ndio maana Biblia inasema katika ile Methali 3:5 na mpaka 6 kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Mungu anataka umtumainie yeye. Unapomtumainia yeye, Mungu atajifunua kwako. Katika kazi atajifunua kwako, katika ndoa atajifunua kwako, katika huduma yako, sababu anajua huyu mtumishi wangu tumaini lake liko kwangu, na yeye ananitumainia mimi, wala ategemei akili zake mwenyewe. Mungu anasema kwa habari ya kuyanyosha mapito yako. Kwa hiyo mapito yako Mungu anakuwa anayanyosha wewe. Hautatembea kwa akili, lakini utamuona Mungu. Hautatembea kwa akili, lakini utaziona baraka. Jambo la pili, uishi maisha ya imani. Unapoishi maisha ya imani, utaweza kumuona Mungu. Biblia inasema hivi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Warumi 10:17. Imani ili iweze kujengeka kwako, unapaswa kusikia, na kusikia huko uja kwa neno la Kristo, kwa mafundisho yaliyokuwa sahihi, mafundisho ambayo yatakujenga kiroho, yatakujenga kiimani, na imani yako itakuwa katika Mungu. Utatembea katika mtembeo huo na utamwona Mungu sana katika maisha yako, kwa sababu Biblia inasema hivi, mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema hatuwezi kuishi kwa namna ambavyo vyakula tunavyokula hivi katika mwili, lakini tunaishi pia kwa kulisikia neno la Mungu. Neno la Mungu linakuwa ni chakula kwetu. Neno la Mungu linakuwa ushindi kwetu. Maana mwili wa kawaida ili upate nguvu unahitaji ule chakula cha kimwili, lakini pia utu wako wa ndani ambao ni roho inahitaji ile chakula, na iko chakula ni neno la Mungu. Unapokula neno la Mungu, utu wako wa ndani unapata baraka. Utu wako wa ndani unakuwa na afya. Utu wako wa ndani unaweza kujijenga. Na Biblia inasema hivi kwamba mwili haufai kitu, ila roho ndiyo iletayo uzima. Kwa hiyo huu uzima ambao tunauona katika damu na nyama ni matokeo ya roho yetu kuwa na uhai. Utu wa ndani unaleta matokeo yetu ya nje. Kwa hiyo ni muhimu sana kutembea katika maisha ya imani kwa kuweza kulishika neno la Mungu na kupata mafundisho sahihi. Kitu cha tatu, unatakiwa uishi maisha yasiyokuwa na mashaka ndani yako. Umwamini huyo Mungu ambaye unamtumikia anaweza kufanya kitu chochote. Kwa hiyo ondoa mashaka, usiwe mtu wa kuweka doubt. Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi, mwenye haki yangu ataishi kwa imani, naye akisitasita roho yangu haina furaha naye. Mungu anamtaka mwenye haki wake aishi kwa namna ya imani, asisite. Ukisitasita, roho ya Mungu haina furaha juu yako wewe muamini, ambaye muamini Kristo Yesu, afu unaishi katika mashaka, unaishi katika hofu, unaishi katika wasiwasi. Ndio maana Mungu mahali popote anapokuja kusema na mtumishi wake, neno la kwanza huwa anaongea usiogope. Anajua kwenye hofu, kwenye kuogopa hauwezi kumuona Mungu. Kwenye mashaka, kwenye wasiwasi, kwenye kuogopa hauwezi ukauona ukuu wa Mungu hapo. Unapoanza kuona hofu, ina maana sasa italeta imani yako kushuka. Imani yako italeta kushuka, na imani inaposhuka hauwezi
ukapata matokeo katika hayo maombi. Hauwezi kutoka kwenye eneo ambalo upo, yamkini unatamani kutoka katika hilo eneo, lakini Mungu ambaye unamtumainia, wewe unamwamini, unaanza kuweka mashaka, hauwezi kutoka mahali hapo. Kitu cha pili, unatakiwa mtu wa kufunga. Unapofunga maana yake unautiisha mwili wa nje na kuipa roho nguvu. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa katika maisha ya rohoni, unapaswa utu wako wa ndani uwe na fire, uwe na moto. Ndio eneo ambalo litakuwezesha kuweza kushinda vishawishi, kushinda maisha ya dhambi, kwa sababu roho yako inakuwa na nguvu, na roho ya mtu inapata nguvu kupitia maombi. Maombi ni eneo ambalo mtu anaongea na Mungu wake. Unapokuwa mtu wa maombi, mtu wa kuomba, unapata nguvu. Unapata nguvu. Biblia inasema hivi, ombeni bila kukoma ili msiingie majaribuni. Kwa hiyo ombeni ili msiingie majaribuni. Kwa hiyo kumbe tunapoomba tunapata nguvu, tunapata uweza wa kuto kuingia kwenye majaribu. Kwa hiyo mtu ambaye haombi ni rahisi sana kuingia kwenye majaribu. Kwa ajili gani? Utu wake wa ndani unakuwa dhaifu, mwili wake unakuwa na nguvu. Mwili ushapokuwa na nguvu na kupelekea kutamani vitu vya uovu, kuenda katika maisha yasiokuwa maaminifu mbele za Mungu wako. Kwa hiyo kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kuomba. Na pia jambo lingine, uwe mtu wa kusoma neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu, linapokaa ndani yako, linaifanya roho yako iweze kuwa na afya. Na roho yako inapokuwa na afya, inaleta matokeo katika utu wako wa nje. Neno ni sehemu ambayo Mungu anaongea na wewe. Kwa hiyo unapochukua hatua ya imani, unapokwenda kusoma neno lake, ni sehemu ambapo sasa wewe unaweza kuisikia sauti ya Mungu. Mungu anaongea kupitia neno, na unapokuwa mtu wa neno, hata Mungu anaposema na wewe sasa, anakuwa anasema kupitia neno lake. Kuna baadhi ya watu wanaota ndoto nyingi sana. Yamkini hawa watu neno kwao limekuwa adimu. Ndio maana Mungu anasema nao hawa watu kupitia ndoto, kwa sababu neno limekuwa adimu. Lakini ukiwa ni mtu wa neno, mtu ambaye unatafakari neno, unalisoma usiku na mchana, utaweza kumuona Mungu kupitia neno. Ndio maana kwenye kile kitabu cha Joshua 1:8, Joshua anaambiwa na Mungu kwamba, na kitabu hiki kisitoke kinywani pako, kitafakari usiku na mchana, ndipo utakapofanikiwa sana na kupata akili. Kwa hiyo Mungu alimpa Joshua sharti moja, kitabu kile cha sheria kisiweze kutoka kichwani mwake, aweze kukitafakari usiku na mchana. Anajua kwamba katika neno lake ndipo mahali ambapo Joshua ataweza kupata ushindi na kuweza kutimiza ile ahadi ya kuwachukua wana wa Israeli kuweza kuwafikisha katika nchi ya ushindi ambao ni Kanaani. Kwa hiyo ukitembea katika vitu hivi ambavyo nimefundisha hapa, mtu wa Mungu, utatembea katika mtembeo wa Mungu na utaweza kubarikiwa sana, na maisha ya wokovu utayafurahia. Wokovu unalipa, mtu wa Mungu, endapo umejikana ukaubeba msalaba wako na ukamfuata Yesu. Utaona ukibarikiwa sana na maisha yako hayatabakia kawaida. Utamwona Mungu katika kila eneo la maisha yako. Shalom na uwe na wakati mwema.